tumefukuza makocha 9. Timu bado ni ile ile. Unashindwa kujua kwamba tatizo sio kocha, tatizo ni wewe. Ujiongezi. Yaani wewe uelewi kwamba wewe ndio shida. Yaani unajua bwana, viongozi wa Simba wanahisi kama wanaongoza mbuzi. Mamangu mwanamke anakuambia viongozi wa Simba wanahisi kama wanaongoza mbuzi. Wanahisi kama wanaongoza watu fulani hivi ambao hawajielewi. Wanahisi wanaongoza kama watu fulani. Bro, hii ni new generation. Mpira ni mchezo wa wazi, unachezwa hadharani. Watu wanauona, sijui umenielewa? Wanachokifanya viongozi wa Simba ni wanatwanga maji kwenye kinu. Alafu ukweli una kawaida ya kujificha. Ila ukitoka unakuwa ni kitu hatari sana. Wanachokifanya wao ni sawa unaenda kujificha kwenye matuta ya matembele. Yaani unahisi watu hawakuoni. Kitu ambacho ni uongo. Ifikie mahali wao ndio wajitathmini. Sasa utafukuza makocha wangapi? Tukipiga mahesabu utafukuza makocha. Bwana hao hawatoki kwenye vyeo vyao. Bro, miongoni mwa sifa ya kiongozi bora pia ni kwenye kujiuzuru. Sisi tulishaongea sana, wengine mpaka tukaambiwa hakuna kuja uwanjani, tukapewa mipaka ya uwanjani, lakini hatutaacha kuongea kwa sababu sisi kama mashabiki ni haki yetu kuongea na ni haki yetu kuhoji na kujibiwa. Alafu nendeni mkamwambie Murtaza Mangungu aache kutoa majibu marahisi kwenye mambo magumu. Unanielewa? Subiri niweke hii sawa. Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports ambaye anamiliki 51% kwenye klabu ya Simba akiwa kama mwenyekiti. Nendeni mkamwambie hivi aache kutoa majibu marahisi kwenye mambo magumu. Alafu asione kama anaongoza mbuzi. Wanachama na mashabiki wa Simba, sisi ni watu waelewa. Tunajua nini ambacho kinafanya Simba inafikia hapa. Ifike mahali waache kujificha kwenye vivuli vya makocha.